kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwekezaji nchini ili kujiridhisha endapo inawanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Pia amelitaka baraza hilo lifanye tathmini kuhusu namna ya kuunganisha mifuko hiyo bila kuathiri majukumu ya msingi na mantiki ya kuanzishwa kwake, ila inayofanya kazi zinazofanana iunganishwe. Ametoa agizo hilo leo Jumanne Aprili 18 mwaka 2017 wakati akifungua maonesho ya mifuko ya uwezeshaji katika uwanja wa Mashujaa mjini Dodoma. 2017 Majaliwa akaenda pole kama jina pole, na Magufuli ni rais. Sema kwa sababu mnisema hapa walikuwa na mambo mengi, Magufuli alikuwa na mambo mengi, lakini alikuwa pole ni Majaliwa. Magufuli hakusahau. Nitakueleza Magufuli kuhusu hili jambo la kuunganisha mifuko ili zile bilioni 744 na hela ambayo imeshazungushwa zaidi ya trilioni 1, 2, 3 ziende kwa watu. Rais Magufuli tarehe 13 Novemba 2020 akizindua bunge akasema, tutaongeza pia jitihada za kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi na kuwapatia mikopo isiyo na riba ama yenye riba nafuu. Leo watu wanataka kuchukua sifa. Magufuli alitaka kutoa mikopo isiyo na riba kama ambavyo mfano kwenye Islamic law wanasema mikopo haitaki kuwa na riba. Magufuli anasema mikopo isiyo na riba au riba nafuu, ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri zetu, na pia kupitia mifuko na programu mbalimbali zilizoanzishwa na serikali, ambapo kwa idadi ipo 18, kimsingi iko 72, na Mama Samia akaongeza hii miwili mipya. Tawaambie baadhi ya mifuko hiyo baadhi ya mifuko hiyo ni mfuko wa maendeleo ya vijana YDF, huu ambao wanapiga sasa hivi huko ofisi ya waziri mkuu, mfuko wa maendeleo ya wanawake, mfuko wa taifa wa kuendeleza wajasiriamali, mfuko wa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo self microfinance, mfuko wa kudhamini mikopo ya mauzo ya nje, mfuko wa kilimo kwanza. Tutaimarisha usimamizi wa mifuko hii na kuhakikisha, anaendelea, Watanzania wanaifahamu. Hiyo ni Magufuli anasema tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2020 akizindua bunge. Hiyo ndio ilikuwa maelekezo ya CCM. Je, haya anasema Magufuli Mama Samia aliyatekeleza? Mnapewa mikopo isiyo na riba? Mnapewa mikopo yenye riba nafuu? Jibu ni hapana. Na bilioni 577 alafu wanatudanganya, wanaleta bilioni ngapi? 200 ndani ya siku 100. Waongo wakubwa. Tuendelee. Najua Magufuli anaendelea kusema, najua mifuko hii mingi ipo chini ya ofisi ya waziri mkuu Majaliwa. Hivyo basi, sikiliza Magufuli anavyosema. Hivyo basi, sikiliza tu Magufuli anavyosema. Hivyo basi, na kuagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ikawe kazi yako ya kwanza kuishughulikia. Ikiwezekana, muangalie uwezekano wa kuiunganisha baadhi ya mifuko ili ifanye kazi kwa tija zaidi na kupunguza gharama za uendeshaji. Nataka mifuko hii ikawasaidie wananchi wa kawaida, wakiwemo machinga. Machinga oye! Afu nikusikie machinga wanasema 5 tena. Ya nini? Ya wapi? Akina baba na mamalishe pamoja na wajasiriamali wengine wadogo. Huyo ni John Pombe Joseph Magufuli. Nimaliza chap. Mifuko iko 72, imeongezeka sasa iko 74, wakati maelekezo yalikuwa waziri mkuu ipunguzwe ifanywe mifuko moja. Mama Samia kaongeza ya kwanza, inaitwa Imarisha Uchumi na Samia, tena anaita kwa jina lake, Imarisha Uchumi na Samia, IMISA. Mfuko wa pili
unaitwa Samia Scholarship. Hizi ni hadaa. Na Waziri Mkuu Majaliwa anastaafu na kazi ikafeli, 0. It's unfortunate. Ndugu zangu, mimi haya niliyowaambia mpaka leo, hela nilizotaja ni zaidi ya trilioni ambazo Watanzania mngepewa, wajasiriamali wadogo sana, wadogo na wakati mawinga wa machinga, biashara ndogo ndogo, mngepewa hizi. Tungeweka utaratibu mzuri. Mbona kule kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya simu mnakopeshwa na mnalipa? Kwa nini serikali ziara trilioni na zaidi, trilioni na zaidi? Wanasema tuliwapatia watu. Wapi hao watu? Wako wapi? Sasa wakijitekenya tu na kufafanua mfuko baada ya mfuko. Mungu akipenda, siku 2 zinazokuja 3, napiga bima, napiga mabando. Simameni imara wa Tanzania. Hakuna uchaguzi bila mwafaka wa kitaifa. Asanteni. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana.